TV Online TV. Haya sasa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni kwa channel hii Bosnia Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe, like na share ili uwe mwanafamilia. Na kama tayari subscribe, share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Huu ni mwendelezo ya mada inayozungumza reincarnation. Reincarnation maana yake ni kuzaliwa upya. Mada hii nimependa kuizungumzia maana watu wengi wana fikra potofu juu ya jambo hili. Dini nyingine kama Hindu, Buddha na nchi nyingine huamini juu ya jambo hili ya kwamba binadamu akifa huenda nafsi yake ikafufuka kwa kiwiliwili chingine, yani kuzaliwa upya katika ulimwengu mwingine au nchi nyingine, na nafsi ikawa ndo ile ile ya awali iliyowahi kuishi. Na kama hujawahi kuiangalia video na sehemu ya kwanza, tafadhali tafute YouTube, andika Bosnia Online TV, search mada itikadi ya kuzaliwa upya sehemu ya kwanza. Hii ni mwendelezo sehemu ya pili. Uislamu baada ya kufa kuna maisha barzakh, baada ya kufufuliwa al-yawmul qiyama. Lakini kitu kinachoitwa reincarnation ndani ya Uislamu hakuna. Huu ni mwendelezo sehemu ya pili. Tafadhali kama sehemu ya kwanza hujaiona, itafute katika mtandao wa YouTube, andika Bosnia Online TV. Ndugu yangu, kama ilivyokuwa heading inayozungumza itikadi ya kuzaliwa upya, mada itikadi ya kuzaliwa upya, mtazamo wa Uislamu. Ndugu yangu, leo tunazungumzia swala nyeti sana katika zana hizi, itikadi ya kuzaliwa upya, kwa Kiingereza tunasema reincarnation. Baadhi ya watu huamini kwamba baada ya mtu kufa roho yake hurudi tena duniani, aidha kwa mwili mwingine au hata kwa mnyama. Hii ni imani iliyopo kwenye dini kama Hinduism, Buddhism na baadhi ya mila za Kiafrika. Lakini swali ni moja tu: je, imani hii ina nafasi katika Uislamu? Je, roho ya binadamu huishi tena mara ya pili au ya tatu hapa duniani? Itikadi ya reincarnation kwa ufupi maelezo ya kilimwengu. Reincarnation ni imani ya kwamba roho haiwezi kufa bali hubadilisha tu mwili, ikizaliwa upya tena na tena hadi ifikie hali ya ukamilifu. Hii ni imani ya kale sana, hasa miongoni mwa dini za Mashariki. Kama Hinduism inaamini kwa mtu atarudi kama mnyama au binadamu kulingana na karma, matendo yake na vile vile alivyoishi awali. Au Buddha ni makabila ya Kihindi, roho huzaliwa upya mara kadhaa hadi ifikie nirvana kwa zile itikadi zao. Kwa Muislamu hatakiwi anafia maneno haya wala kuyaamini. Baadhi ya mila za Kiafrika huamini kwamba mababu zao huishi tena kwa watoto wa kizazi kijacho. Wengine hata husema mtoto wangu ni babu yangu aliyerudi. Lakini katika Uislamu haya yote hayana msingi wa kiitikadi. Msimamo wa Kiislamu kuhusu maisha baada ya kifo. Uislamu unafundisha wazi kwamba tunazaliwa mara moja tu na tunakufa mara moja tu. Tunafufuliwa kwa ajili ya hisabu siku ya yaumul qiyama. Sasa leo anatokea mtu no from where anafundisha ndani ya YouTube au mitandao mingine akusema kwamba binadamu anakufa na kuzaliwa upya. Hili si kweli, na kwa Muislamu itakiwa itikadi hizi azifishe ndani ya akili yake. Ushahidi kutoka katika Qur'ani: kila nafsi itaonja mauti, kullu nafsi saikatul mauti, kwamba hakika kila nafsi itaonja mauti siku ikifika na wakati wake. Suratul Al-Imran aya hiyo inapatikana. Tafsiri: kila nafsi itaonja mauti. Kwa Kiingereza, every soul shall taste death.
inaonyesha kwamba kila roho itaonja mauti mara moja, si mara mbili wala tatu. Futa itikadi hizo, ondosha kabisa mawazo hayo. Hakuna kurudi duniani baada ya kifo. Hata iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alla a'mal salihan fima taraktu qul innaha kalimatuhu كإلها ومن ورائهم برزخ إلا يوم يبعثون. Sura Al-Mu'minin. Hata ajabu mmoja wa mauti husema Mola wangu nirudishe ili nitende mema. La hasha, hayo ni maneno tu anayosema, na nyuma yao kuna maisha barza hadi siku watakapofufuliwa. Kwa Kiingereza, when this come to one of them, they say, my Lord, send me back that I might do good. Never it is just words they say, and behind them is a barza until the day they are resurrected. Hii inaonyesha wazi kuwa hakuna kurudi tena duniani baada ya kufa. Hakuna incarnation. Ondoa, futa mawazo hayo kabisa katika kichwa chako. In your head, remove that word. They say incarnation. Remove your head. Siku ya Kiyama pekee ndipo watu watafufuliwa. Thumma innakum ba'da dhalika al-maut, thumma innakum yawm al-qiyamah. Sura Al-Mu'minin inazungumzia hivyo. Kisha hakika nini, tafsiri, kisha hakika nini baada ya haya utakufa, kisha hakika nini mtafufuliwa siku ya Kiyama. English, that ended, after that you will be, after you will thoroughly die, then you will be resurrected on the day reincarnation. Kwa nini baadhi ya watu huamini kuwa walikuwa hai zamani? Watu wengine husema, ninaota maisha ya zamani, ninajua nyumba ambayo sijawahi ishi, mtoto wangu anakumbuka jina la mtu aliyekufa. Lakini haya yanaweza kuwa wasiwasi wa shetani, wahum au hayai, majaribio majini kwa kutosha watu, magonjwa ya akili au kihisia, misili ya telepathy au genetics memory. Uislamu haukubali ushahidi wa ndoto au hisia kama msingi wa itikadi. Imani inajengwa juu ya wahi wa Mwenyezi Mungu. Maana ya maisha yetu kwa mujibu wa Uislamu, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sura Al-Mu'minin. Tafsiri, je, mlizani kuwa tuliwaumba kwa bure na kwamba hamtarudishwa kwetu? Kiingereza, life is not a cry of endless rebirth, it is a one-time test. Nasaha kwa Uislamu, tusikubali kuyumbishwa na falsafa na imani zisizo za msingi. Yani, tusikubali kuyumbishwa na falsafa za kiimani zisizo za msingi. Tufuate Qur'an na Sunna, tuwe na itikadi safi, tusiweteke tukiamini tutazaliwa tena. Huo ni mtego wa kishetani. Hitimisho, conclusion. Islam does not believe in reincarnation. We live us, will die us, and we are resurrected on the day of judgment. وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, and fear the day you will be returning to Allah. Sura Al-Baqarah kama inavyoeleza hiyo. Tumia maisha haya kwa hekima, toba, ibada na kujenga mema. Kama vile ndugu yangu, itakuwa una swali lolote juu ya mada hii ama imekugusa mada hii, weka comment chini ya hii video. Vile ndugu yangu, kwa wale wenye kuhitajia tiba mbalimbali, basi usisite kututafuta kwa namba zetu za simu hizi hapo, hata kututafuta kwenye WhatsApp. Vile mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Ahsantu.